Ikulu ya Tanzania yatikisika baada ya taarifa hii kutolewa kumuhusu Tundu Lissu. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali subscribe. Mjadala mkubwa wa kisiasa umeibuka upya baada ya mwanamitindo na mwanaharakati wa Kitanzania anayeishi nje ya nchi Tausi Likokola kutoa kauli kali na umuhusu kiongozi wa upinzani Tundu Lissu ambaye kwa sasa nakabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini. Kauli hiyo imekuja wakati kesi ya Lissu ikiendelea kuvuta hisia za umma, huku maswali kuhusu haki, afya yake na mwenendo mzima wa mfumo wa sheria nchini Tanzania yakizidi kushika kasi. Na katika ujumbe wake uliosambaa kwa kasi mitandaoni, Tausi ameibua hoja nzito zinazogusa si tu kesi ya Lissu bali pia hali ya demokrasia na utawala wa sheria nchini Tanzania. Amesisitiza kuwa hatua ya Lissu kuomba kusikilizwa kwa haraka kwa kesi yake katika mahakama ya rufaa inaonyesha wazi kuwa kuna changamoto kubwa katika mfumo wa utoaji haki, hasa pale ambapo kesi zinapohusishwa na siasa. Na kwa muda sasa kesi inayomkabili Lissu imekuwa kiini cha mjadala mpana wa kisiasa ndani na nje ya Tanzania. Na kama mwenyekiti wa Chadema, Lissu ni mwanasiasa wa kawaida ama si mwanasiasa wa kawaida, bali ni sauti kuu ya upinzani inayokosoa sera na uongozi wa serikali. Na hivyo basi mashtaka ya uhaini dhidi yake yamechukuliwa na baadhi ya wachambuzi kama sehemu ya mvutano wa muda mrefu kati ya serikali na vyama vya upinzani. Na katika muktadha wa siasa za Tanzania, kesi za aina hii mara nyingi huibua hisia kali kutokana na historia ya migongano kati ya dola na upinzani. Wafuasi wa Lissu wanaamini kuwa kesi hiyo ina sura ya kisiasa, wakidai kuwa inalenga kudhoofisha upinzani na kupunguza nguvu ya sauti mbadala katika uwanja wa kisiasa. Kwa upande mwingine, serikali imeendelea kusisitiza kuwa hatua zinazochukuliwa ni za kisheria na zinazingatia misingi ya utawala wa sheria. Hoja ya msingi inayojitokeza hapa ni iwapo taasisi za sheria zinaweza kubaki huru na zisizoegemea upande wowote katika mazingira yenye mvutano mkubwa wa kisiasa. Tausi kupitia ujumbe wake ameonekana kutilia shaka uhuru huo, akieleza kuwa ucheleweshaji wa kesi hiyo ni dalili ya mapungufu katika mfumo mzima. Moja ya hoja zilizogusa hisia za wengi ni madai kuhusu hali ya afya ya Lissu akiwa mahabusu. Tausi ameeleza kuwa baada ya kukaa gerezani kwa takriban mwaka mmoja, afya ya mwanasiasa huyo imeendelea kudhoofika, huku akidai kuwa hajapatiwa huduma za kutosha kwa matibabu. Hoja hii imeongeza presha kwa serikali na taasisi za haki za binadamu, kwani inagusa moja kwa moja haki za msingi za binadamu, ikiwa ni pamoja na haki ya kupata matibabu na kusikilizwa kwa haki mbele ya mahakama. Na katika mazingira ya kisiasa yenye ushindani mkali, masuala ya kibinadamu kama haya mara nyingi hugeuka kuwa silaha ya kisiasa, yakitumika kuonyesha udhaifu au ukandamizaji wa upande mmoja. Aidha, kauli ya Tausi kwamba iwapo lolote baya litatokea kwa Lissu akiwa kizuizini, basi wahusika watawajibika moja kwa moja, na imeongeza uzito wa mjadala huu na kuvuta hisia za jumuiya ya kimataifa. Kauli kama hizi mara nyingi huibua shinikizo la kidiplomasia, hasa pale ambapo haki za binadamu zinahisiwa kukiukwa. Na katika kuimarisha hoja zake, Tausi amerejea tukio la kushambuliwa kwa risasi kwa Tundu Lissu mwaka 2017, tukio ambalo bado linaacha maswali mengi yasiyojibiwa. Na Lissu alinusurika kifo baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana na analazimika kwenda nje ya nchi kwa matibabu. Hadi leo hakuna mtu aliyewahi kufikishwa mahakamani kuhusiana na tukio hilo, na ni jambo ambalo limeendelea kuibua mjadala kuhusu uwajibikaji na usalama wa viongozi wa upinzani nchini Tanzania. Kwa wengi, tukio hilo limekuwa alama ya hatari zinazoweza kuwakumba wanasiasa wanaokosoa serikali. Na kwa kurejelea tukio hilo, Tausi amejaribu kuunganisha historia na hali ya sasa, akionyesha kuwa changamoto zinazomkabili Lissu ni za leo, bali ni mwendelezo wa mfululizo wa matukio yanayohusishwa na siasa za ushindani mkali.
Baada ya ujumbe huo kusambaa, mitandao ya kijamii imefurika maoni tofauti kutoka kwa watumiaji. Baadhi wameungana mkono hoja za Tausi, wakidai kuwa ni wakati wa jamii ya kimataifa kuingilia kati na kuhakikisha haki inatendeka. Wengine hata hivyo wamepinga vikali, wakisema kuwa masuala ya ndani ya kisheria yanapaswa kushughulikiwa ndani ya mfumo wa nchi bila shinikizo la nje. Mjadala huu unaonyesha wazi mgawanyiko uliopo katika jamii kuhusu masuala ya siasa na haki, na pia unaonyesha jinsi mitandao ya kijamii ilivyogeuka kuwa uwanja muhimu wa mapambano ya kisiasa, ambapo simulizi tofauti zinapingana na kujaribu kushawishi maoni ya umma. Tausi pia ameeleza ujumbe wake kwa viongozi wa kimataifa, akiwataka kuchukua hatua kabla hali haijawa mbaya zaidi, na hii inaashiria juhudi za kufanya kesi ya Lissu kuwa suala la kimataifa, na ni jambo ambalo inaweza kuwa na athari kubwa kwa taswira ya Tanzania wakati jukwaa la dunia. Na katika miaka ya hivi karibuni, masuala ya haki za binadamu yamekuwa yakipewa uzito mkubwa katika diplomasia ya kimataifa, na nchi zinazokosolewa kwa kukiuka haki hizo mara nyingi hukumbwa na shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, serikali nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya ndani na kuepuka kuingiliwa katika masuala yao ya ndani, na hivyo basi mvutano kati ya shinikizo la kimataifa na uhuru wa kitaifa unaendelea kuwa swala nyeti. Tundu Lissu amekuwa mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania, na kwa zaidi ya muongo mmoja akiwa mwanasheria na mbunge wa zamani, amejijengea jina kama mkosoaji mkali wa serikali, hasa katika masuala ya uwajibikaji, rushwa na haki za binadamu. Ndani ya Chadema, Lissu ameonekana kama mrithi wa siasa za mageuzi zilizoasisiwa na viongozi waliomtangulia, na uongozi wake umeambatana na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na migogoro ya ndani ya chama na shinikizo kutoka kwa dola. Kesi inayomkabili sasa inaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wake wa kisiasa pamoja na mustakabali wa upinzani nchini Tanzania. Ikiwa ataendelea kuzuiliwa au kupatikana na hatia, inaweza kudhoofisha nguvu ya upinzani katika uchaguzi ujao. Kinyume chake, ikiwa na ataachiliwa au kushinda kesi hiyo, inaweza kuimarisha nafasi yake kama kiongozi wa taifa. Na kwa mtazamo wa kisiasa, suala la Lissu linaendelea kuwa kipimo muhimu cha hali ya demokrasia nchini Tanzania, na kauli ya Tausi Likokola imeongeza nguvu ya mjadala huu, ikivuta hisia za ndani na nje ya nchi. Kwa sasa pande zote zinaonekana kujipanga kimkakati, na serikali inalinda taswira yake ya kuheshimu sheria, huku upinzani ukijaribu kuonyesha kuwa kuna ukandamizaji wa kisiasa. Umma kwa upande wake unaendelea kugawanyika, na ni jambo linaloonyesha changamoto ya kujenga mwafaka wa kitaifa. Kinachoonekana wazi ni kwamba suala hili lina athari kubwa si tu kwa Lissu binafsi, bali pia kwa mfumo mzima wa kisiasa nchini Tanzania. Linaweza kuathiri imani ya wananchi kwa taasisi za serikali, mwelekeo wa uchaguzi ujao, na hata mahusiano ya kimataifa ya nchi. Na katika hatua zijazo, macho yote yataelekezwa katika mwenendo wa kesi hiyo, pamoja na hatua zitakazochukuliwa na wadau wa ndani na nje ya nchi. Iwapo haki itaonekana kutendeka, inaweza kusaidia kurejesha imani ya umma, lakini iwapo sintofahamu itaendelea, basi mjadala huu unaweza kuwa chanzo cha mvutano mkubwa zaidi wa kisiasa. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji, zidi kuwa nasi kila wakati. Subscribe, like na kushare video zetu kama njia ya kutupiga jeki, tuendelee kukuletea taarifa kama hizi. Na kumbuka vile kugonga alama ya kengele ndipo usipokee notifications kila wakati tunapo upload video.